Naam, habari za muda huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, niweze kukupasha yale ambayo yanajiri nchini Tanzania usiku wa leo. Humphrey Polepole hatimaye adaiwa kuonekana eneo hili nchini Tanzania baada ya ripoti za kutekwa nyara kwake tangu mwaka uliopita. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe yale yote yanayojiri. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imegubikwa na mvutano na sintofahamu kufuatia taarifa zinazosambazwa sana kuhusu aliko Humphrey Polepole, mwanasiasa mashuhuri ambaye kutoweka kwake ghafla kulizua wasiwasi kote nchini kuanzia mwaka 2025 Septemba. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yakawa chanzo kikuu cha masasisho mapya, huku masimulizi yanayokinzana yakiibuka kuhusu iwapo alitekwa nyara au alikuwa haonekani tu hadharani. Hali hiyo ilibadilika haraka na kwa mazungumzo ya kitaifa, ikitoa usikivu kutoka kwa waangalizi wa kisiasa, wanaharakati na wananchi wa kawaida ambao walikuwa na shauku ya kuelewa ni nini hasa kilikuwa kimetokea. Ripoti hapo awali zilidokeza kwamba alichukuliwa na watu wasiojulikana watekaji katika mazingira yasiyoeleweka mnamo mwaka jana, na hivyo kuzua hali ya hofu miongoni mwa wafuasi wake na umma kwa upana. Sifa yake kama mwigizaji ama mwanasiasa mkubwa wa kisiasa na kimkakati ilizidisha hali hiyo na kutrend sana mitandaoni, kwani wengi walianza kuhoji kama kutoweka kwake Humphrey Polepole kunahusishwa na mienendo mipana ya kisiasa nchini Tanzania. Wakati historia hiyo ikiendelea, maelezo yalianza kujitokeza yakionyesha tukio lililotokea maeneo ya Kigamboni jijini Dar es Salaam, ambako Polepole alionekana mara ya mwisho, eneo mahususi linalofafanuliwa kama mzunguko karibu na eneo la makazi likawa kitovu cha uvumi wa uchunguzi. Masimulizi ya mashahidi, ingawa yalikuwa tofauti na wakati mwingine hayaendani, yalitoa picha kuchanganyikiwa na wa haraka, huku wengine wakidai kuona shughuli isiyo ya kawaida iliyopendekeza kutekwa nyara. Ripoti hizi za mapema zilichochea wasiwasi ulioenea na kusababisha wito ufafanuzi wa haraka. Huku kukiwa na hali ya sintofahamu, familia ya Humphrey Polepole imejitokeza kueleza matatizo yao na kusisitiza jinsi hali hiyo ilivyowakumba. Hata hivyo, hivi sasa kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Kanali Agustino Polepole amerejea tena mitandaoni na kudai ya kwamba kaka yake Humphrey Polepole yupo hai na anafahamu alipofichwa. Awali, familia yake kando na kaka yake walielezea huzuni ya kutojua aliko kaka yao na juhudi kubwa za kukusanya habari za kuaminika. Kauli zao zilionyesha sio tu uchungu wa kibinafsi, lakini pia hofu kubwa kwamba matukio kama hayo yanaweza kuwa ya kawaida zaidi ikiwa hayatashughulikiwa kwa uamuzi. Lakini kaka Agustino Polepole sasa ameleta matumaini kwa kuhakikishia wafuasi ya kwamba ana uhakika mkubwa ya kwamba Humphrey Polepole yupo hai na amefichwa mahali. Sauti ya familia iliongeza mwelekeo wa kibinadamu kwenye hadithi hii awali, ikikumbusha umma kwamba nyuma ya vichwa vya habari kulikuwa na mtu halisi ambaye usalama wake ulikuwa unatiliwa shaka. Simulizi hii ilichukua mkondo mkubwa na hatari pale taarifa mpya leo zilipoanza kuibuka zikionyesha kuwa Polepole ameonekana akiwa hai na akionekana kutodhurika maeneo ya Kigamboni. Hata hivyo, hizi ni ripoti ambazo zinaenea sasa hivi mitandaoni, na pia kaka yake Agustino Polepole ameweza kulizungumzia hili. Maoni haya, ingawa hapo awali yalikabiliwa na mashaka na uvumi, Polepole yalipata uaminifu, kwani vyanzo vingi vilithibitisha habari hiyo ya kwamba Polepole yupo hai na ameonekana sehemu fulani Kigamboni. Mabadiliko kutoka kwa uoga hadi ahueni ya tahadhari yalionekana, huku wafuasi na waangalizi walianza kutathmini upya hali hiyo kumhusu Polepole. Uwezekano kwamba alikuwa salama ulianzisha safu mpya ya utata kwenye hadithi na kuibua maswali kuhusu kile ambacho kilikuwa kimejiri. Mwitikio wa umma kwa maendeleo haya ulikuwa wa haraka na mwenye sura nyingi, huku mitandao ya kijamii ikitumika tena kama uwanja wa msingi wa mjadala. Watumiaji wengine walionyesha hueni na shukrani, huku wengine wakiwa na mashaka, wakidai ushahidi madhubuti na udhibitisho rasmi. Uenezaji wa haraka wa habari uliothibitishwa na ambao haujathibitishwa uliangazia changamoto za kuvinjari mandhari ya kisasa ya mawasiliano, ambapo uvumi unaweza kupata mvuto haraka kama ukweli tu. Nguvu hii ilicheza jukumu muhimu katika kuunda mtazamo wa umma wa tukio hilo nchini Tanzania. Tukio hilo likawa mfano wa jinsi hali ya kutokuwa na uhakika inavyoweza kuongezeka na kwa wasiwasi ulioenea, hasa katika hali ambapo imani katika vituo rasmi inaweza kuwa tete au kupingwa zaidi. Wachambuzi walianza kuchunguza sababu za kimuundo ambazo zinaweza kuchangia
kuchangia hali kama hizo. Katikati ya mijadala hii, jukumu la Jeshi la Wananchi wa Tanzania ilichunguzwa. Maswali yaliibuliwa kuhusu mipaka ifaayo kati ya majukumu ya kijeshi na polisi, hasa katika hali zinazohusisha madai ya utekaji nyara. Mjadala huo ulionyesha wasiwasi wa kina kuhusu utawala, uwajibikaji na uwiano wa mamlaka ndani ya mfumo wa usalama wa nchi. Waangalizi walibainisha kuwa uwazi kuhusu masuala haya ungekuwa muhimu katika kuzuia mkanganyiko wa siku zijazo na kudumisha imani ya umma. Watetezi wa haki za binadamu pia waliingilia kwenye mazungumzo haya, wakisisitiza umuhimu wa uwazi na mchakato unaostahili katika kushughulikia matukio ya aina hii. Walisema kuwa mawasiliano kwa wakati na sahihi kutoka kwa mamlaka ni muhimu katika kuzuia taarifa potofu na kupunguza wasiwasi wa umma. Mtazamo wao ulisisitiza haja ya uwajibikaji wa kitaasisi na ulinzi wa haki za mtu binafsi hata katika hali ngumu na nyeti. Kwa hivyo, tukio hilo likawa kitovu cha mijadala mipana kuhusu uhuru wa raia na wajibu wa serikali. Kadiri ya habari zaidi zilivyopatikana, masimulizi yaliendelea kubadilika, huku msisitizo ukiongezeka katika kuthibitisha ukweli na kuondoa uvumi. Vyombo vya habari na wachanganuzi huru walifanya kazi ili kuunganisha ratiba thabiti ya matukio kwa kutumia akaunti za mashahidi, taarifa rasmi na uchunguzi wa moja kwa moja. Mchakato huu uliangazia changamoto za kuripoti katika hali zinazosonga haraka, ambapo habari mara nyingi huwa haijakamilika au inapingana. Hata hivyo, ilionyesha pia udhabiti wa juhudi za uchunguzi zinazolenga kufichua ukweli. Kwa wafuatiliaji wengi, tukio hilo lilizua maswali ya msingi kuhusu usalama wa wahusika wa siasa nchini Tanzania. Tukio la Polepole liwe lilithibitishwa kuwa utekaji nyara au kutoelewana, lilitumika kama ukumbusho wa udhaifu unaoweza kuwepo hata kwa watu mashuhuri. Majadiliano hayo yaliendelea zaidi ya kesi yake, yakigusa mazingira mapana ambayo wanasiasa na wanaharakati wanafanya kazi. Wasiwasi kuhusu usalama, uhuru wa kutembea na kujieleza kisiasa vikawa mada kuu katika mazungumzo yanayoendelea. Jukumu la umakini wa jamii pia lilizingatiwa, kwani wananchi walihimizwa kuwa waangalifu kuhusu habari wanazotumia na kushiriki. Usambazaji wa haraka wa ripoti ambazo hazijathibitishwa ulitambuliwa kama sababu kuu katika kuzidisha hofu na kuchanganyikiwa. Wataalamu walisisitiza umuhimu wa kufikiri kwa kina na mawasiliano ya kuwajibika, hasa katika enzi hii ambapo mifumo ya kidijitali inaweza kukuza ukweli na uongo. Kipengele hiki cha hadithi kiliangazia dhima ya pamoja ya jamii katika kusimamia habari. Wakati huo huo, kuonekana tena kwa Humphrey Polepole Kigamboni kama inavyodaiwa kulileta hali ya utulivu wa muda, lakini haikutatua kikamilifu maswali ya msingi. Waangalizi walibainisha kuwa ingawa usalama wake ulikuwa maendeleo mazuri, haukuondoa haja ya uchunguzi wa kina juu ya mazingira yaliyozunguka tukio hilo. Wito wa uwajibikaji na uwazi uliendelea, ikionyesha hitaji pana la uwazi katika masuala ya umma. Hali ilibaki kuwa shwari, huku wengi wakisubiri majibu ya uhakika. Wakati Tanzania sasa inaendelea kushughulikia athari za aina hii, hadithi ya Humphrey Polepole inasimama kama mfano wa nguvu wa jinsi kutokuwa na uhakika kunaweza kuongezeka kwa wasiwasi wa kitaifa. Inaonyesha asili ya kuunganishwa kwa siasa, vyombo vya habari na mtazamo wa umma, pamoja na jukumu muhimu la uaminifu katika kudumisha utulivu wa kijamii. Ingawa mgogoro wa mara moja unaweza kuwa umepungua, maswali yaliyoibua huenda yakaendelea kuulizwa na Watanzania wengi, pia yakichagiza mijadala ya siku zijazo kuhusu usalama, utawala bora na mtiririko wa taarifa nchini.